because tuliambiwa msaidizi wetu ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao mmekuja mkapata kama kwamba tunaendelea masaa, labda unaona ni kama Bwana wewe umekuja ukapata tunachukua nafasi yako, hiyo ni mwelekezo wake Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na ndio maana umepata tuko hapo, umetupata, na najua ya kwamba umetusamehe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo karibuni katika nyumba ya Mungu Baba. Bwana asifiwe. Na tunawapenda Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Niliokoka siku ya leo, namfurahia yeye ambaye aliniita, yeye ambaye ananijua, yeye ambaye ananielewa. Bwana asifiwe. Najivunia kuitika mwana wake kwa sababu yeye ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Hii kitu imepulizwa hapa ina. Bwana asifiwe. Haleluya. Wajeni tuingie katika neno la Bwana. Tusikie vile ananena nasi siku ya leo. Tusikie vile anataka kutoka kwetu. Tusikie vile anaendelea na kutuelekeza. Bwana asifiwe. Tumeambiwa tukae katika huo upendo, tukubali kumpenda, tukubali kumtii, tukubali kutenda mapenzi yake. Bwana asifiwe. Na najua ya kwamba tutaendelea na kusikia, kutii, kutenda mapenzi yake, kusimama katika lile pengo yeye Mungu akitazama akiwa mbinguni atapata tumesimama. Bwana asifiwe. Kuna mahali anataka kutupata tumesimama. Kuna mahali anataka kukupata wewe umesimama. Ili ya kwamba ndugu na dada usiwe ukawa uko nje yake na wewe unadhani uko ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama vile anaendelea na kunena nasi, wacheni tusimame pale katika hilo pengo. Wacheni tukatalie pale yeye anataka kutupata. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikitazama kidogo katika neno lake Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Tutazame kidogo kwa sababu kama anasema tusikie na tutende na tusimame kama vile anataka. Haleluya. Wacheni tuelewe ya kwamba yeye is in control. Bwana asifiwe. Wacheni tuelewe he is in control. Whatever the situation, kile ambacho unapata, kile kitu unaona, mahali unapitia, kile ambacho unaweza kuwa umekiona. Bwana asifiwe. Ripoti unaweza kuwa umesikia. Wacheni tuendelee na kuelewa he is in control. Bwana asifiwe. Na tukumbuke jambo moja wana wa Bwana. Yesu mwenyewe akatuambia katika maombi yetu, tukumbuke kuwa tukiomba nini? Bwana asifiwe. Mapenzi yako na itimie. Haleluya. Na Yesu kwa kutueleza hivyo, mara nyingi mimi tafakari lile jambo na najiuliza, mbona akanena vile? Mapenzi yako na itimie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo umemwambia mapenzi yako na itimie, haleluya, hebu na tuipate ndani yetu nasi kuwa tukimrudishia shukrani in whatever situation you're in. Bwana asifiwe. Katika mahali upo, katika kile unapitia, katika jambo lolote unajikuta ukiwa ndani yake, so long as wewe umekaa katika mapenzi yake, katika kumpenda, katika kutii. Maana asubuhi tumeambiwa kukaa katika kutenda mapenzi yake, kumtii, kutembea kama vile alitaka. Tusije tukarudishwa nyuma ama tukaripitishwa mtihani. Mimi nilikuwa naona hilo jambo asubuhi ni kama Mose aliripitishwa, nikakuripiti vile mtoto huenda anafanya mtihani, anaanguka, anafanywa tena repetition. Bwana asifiwe. Na hamjaona kitu chungu kama kuendelea na kurepeat. Maana utaendelea kuwa na ule uzito leo, kesho na kesho kutwa, kwa sababu hujaweza kusimama kama vile Bwana anataka. Haleluya. Na Yesu ndio akasema tuombe mapenzi yako na itimie. Kwa hivyo siku ya leo tukitafakari kuhusu huyu Mungu, hebu tukatazama kidogo kama vile alikuwa ananena katika neno. Nikiangalia katika Isaiah 55. Let's read Isaiah 55. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher, I'm waiting for you to get this word to read it for me in Swahili. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ananena Bwana na kunena na kusema hivi. Hebu soma kwa Kiswahili nisikie vile ananena. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana.
Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Haleluya. Hebu soma polepole hiyo neno. Maana mawazo yangu si mawazo yenu. Mawazo yake Bwana sio mawazo ya nani? Haleluya. Mawazo yake Bwana sio mawazo yetu. Haleluya. Mawazo yake sio yetu. Na hii ndio danger ambaye sisi huwa ndani yake. Mawazo yetu. Mawazo yetu. Sisi simama ndani ya yale mawazo yetu. Vile mimi naona, vile mimi naelewa. Baba ana continue kutukumbusha. Last Sunday tukaona it's not about us, it's about him. Tuongee kuhusu yeye. Tunene kuhusu yeye, tukiri kuhusu yeye. Na sasa anatuambia mawazo yake sio yetu. Haleluya. His thoughts are not our thoughts. Na anaendelea na kusema nini? Wala njia zenu si njia zangu. Njia zetu si njia zake. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni wakati tuanze kuaccept njia zile sisi tunaona ndio zinafaa, njia zile sisi tunapitia, njia zile sisi tuna value, hizo sio njia zake Mungu. Haleluya. They are his ways. Kunazo njia zake, zipo. Kunazo njia yeye utaka tutembelee, zipo. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wakati mwingi hatutembei katika zile njia, hatupo katika zile njia. Na ndio mara nyingi watu binadamu tuko na kilio, tuko na machozi, because hatupo katika zile njia zake. Anaendelea na kusema nini? Wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kama vile mbingu zilivyo juu sana, mbingu. Haleluya. Na asianga wanasayansi wanajaribu kwenda, they even say million years away, si ndio? Wanaenda wanasema light years away. Light L-I-G-H-T away. Mahali ya kwenda wanaenda siku miaka na miaka na miaka na miaka na miaka ndio kufikwe huko. Saa hii ndio wanasayansi wameanza kujaribu kuelewa ama kujaribu kufika kule, wanajaribu kufika, maana wanafika wanasema wamefika hapa Mars, wamefika sijui wapi. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwandishi akiandika hapa, wanasayansi walikuwa wajaenda hivyo. Bwana asifiwe. Walikuwa hawajajaribu hivyo. Praise the name of the Lord. Hapa akiandika mwandishi anasema nini? Isaiah. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kama kuliko nchi. Na hiyo juu sana bado hawajaweza kufika hiyo juu sana. Kama vile hivyo anatuambia nini? Ndivyo kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Halo. Kama hivyo hujawahi wanadamu kuweza kufika huko, hivyo umbali imeachana chini, imeachana na huko juu. Haleluya. Hivyo ndivyo njia zetu sisi wanadamu zimeachana na za Mungu. Haleluya. Hivyo ndivyo. So what is the Lord telling us today? Bwana asifiwe. Njia zetu hazijawahi kufikiana na za Mungu. Ni sisi wanadamu tukubali tuongozwe na Mungu. Haleluya. Tukubali tutembee kama vile anatuonyesha. Katoto kakishikwa mkono kakitembea, huonyeshwa kutembea na mzazi, si ndio? Haleluya. Kanashikiliwa mkono. But ole wetu wanadamu, maana tumekataa kuelewa hilo jambo, ya kwamba njia zetu zile wewe unajua, zile wewe uko nazo, zile wewe unatembelea, yale wewe unafanya,
Haleluya. Yale wewe unaona unajua. Because tumejua, nani hapa ajuangi? Tumejua. Namanya, unamanya kushinda kila mtu. Si ndio? Haleluya. Na ukikaa unaangalia huyo mwingine unaona huyo ajui. Ukikaa unaona wewe ndio unajua. Tuna argue, tunapelekeshana. Bana wacha hii. Wewe ujui. Halo. Bwana asifiwe. But kunazo njia ambazo ni za Mungu ambazo sisi wanadamu ni ngumu sana tufahamu mama tuelewe. Lakini yeye mwenyewe akitaka na wewe pia ukubali akushike mkono, utatembelea katika hizo njia. Mambo mengi utakuwa wa kutenda kulingana na vile yeye anataka. Praise the name of the Lord. So ni nini Baba anatuambia siku ya leo? Tumwachie maisha yetu, tujiachilieni mkononi mwake. Let him take control. Bwana asifiwe. Muachilie achukue control ya maisha yako. Sometimes it's a bit difficult. Saidi unapitia mambo ambaye sio ya kawaida. But if you surrender na umwambie Baba mimi nimesurrender. Kile napitia sijui. Katika mema, katika mabaya, siwe ni Mungu, utukufu ni wako. Katika yale nimeona nimepitia, utukufu ni wako. Haleluya. Because kama mimi ni wako, ulituma mwana wako apekee aje awe mwokozi wangu, kombozi wangu. Na Baba bado ninapitia haya. Wajua sababu. Asante. Hebu nikuulize. Wale wa kwanza. Na I like going back to the patriots wale wa zamani. Wale wa kwanza. Yusufu hakuuzwa na ndugu zake. Haleluya. Akaenda akakuwa mjakazi wa mtu. Mjakazi tena shika danganywa na bibi, shika Yusufu tupa jela. Halo. Bwana asifiwe. Yusufu kaa jela huko ndani. Bado anaendelea na kuonyeshwa maono na Mungu. Bado anaendelea na kutafsiria watu maono wakiwa huko ndani. Haleluya. Huyo hakuwa mwana wa Mungu. Hakuwa mtumishi wa Mungu. Si alikuwa mtumishi wake. Na bado akiwa kule wote alipitia na katika hukumu na katika uchungu. Na katika kutaka kuwawa na mandugu zake. Alipitia yale yote alipitia. Because hiyo ilikuwa ni njia ya nani? Alikuwa shamwambia Abraham. Haleluya. Alikuwa shamwambia watu hiyo generation wataenda na watakuwa slaves. Watakaa huko miaka, alisema 400 years. Isn't that what he said? Na alikuwa shamwambia. So hii njia ya Mungu ndio ije itimie. Halo. Uwasi kitu tamu. Lakini wewe fikiria. Ndio hili jambo itimie ndio wana wa Israeli waende Misri. Vile alikuwa shaongea na Abrahamu, ilibidi ashike Yusuf. Atembeze Yusuf katika haya mambo yote, afungwe huko ndio watu wao wakuje kule. Ndio warudi wakae, arudi watoe kwa mkono wake wa kuume wa nguvu. Haleluya. So katika machungu haya Yusufu alipitia, ilikuwa ni njia ya Mungu. Bwana asifiwe. Ulikuwa ni mpango wa Mungu. Ulikuwa umetengenezwa kutoka pale Mungu akiweka misingi ya dunia. Hivyo ndio neno lilituambia la Sunday. Kabla Mungu aweke misingi wa Efeso 1. Kabla Mungu atengeneze misingi ya dunia, wewe alikuwa amepanga mpango wako. Halo. Bwana asifiwe. So sasa Yusufu kwenda kule, alienda ili Mungu atimize mapenzi yake. Bwana asifiwe. Na ndio neno inatuambia nini? Njia zake na zetu zimeachana kama nini? Mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Haleluya. Vimeachana kama vile mbingu na nchi. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Fikira zake zimeachana, tumeachana na fikira za Mungu kama vile mbingu imeachana na dunia. Haleluya. So wana wa Bwana
wakati tunapitia yale tunapitia, wakati tuko katika hii dunia, ni vyema kurudisha fikira zetu back. Unajua he's in control. Si nilimpatia maisha yangu, si niliokoka, then he's in control. Haleluya. Hata uingie katika shimo gani, usimwache Bwana. Shika mkono wa Mungu. Hata uingie katika height gani ya mlima, shika mkono wa Mungu. Hata upanuliwe namna gani, ama uishiwe namna gani, shika mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Because Yusufu katika kusafa alishika mkono wa Mungu. Katika kuingia katika jela alishika mkono wa Mungu. Akarudi akawekelewa kiti akawa prime minister, alishika mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. So hamna mahali alisema na huyu Mungu kwa nini ameni. Because alielewa huyu Mungu wake na alitembea na yeye kwa uaminifu. Bwana asifiwe. So wacheni tuelewe jambo moja, ya kwamba God is in control. Whatever you're going through, hata kama ni nini, mwambie ni asante. Tell him thank you. Hata hivi tunaona tuko hivi na mabarakoa na nini kwa uso, tumwambie ni asante. Kwa sababu kutoka kwa hili jambo, I believe he's going to glorify his name. Kuna utukufu ambaye Baba atajitukuza nayo kupitia haya yote tunapitia. Bwana asifiwe. Kupitia chochote wewe unapitia, know that he's going to one day glorify his name. Bwana asifiwe. Mimi naongea kwa sababu mwambia nimepitia mambo magumu. Mengine hata tunakaanga nyumbani tunaongea historia, tunaongea, tunakumbuka, tunacheka. Na wakati ambapo tulikuwa tunapitia ile jambo, tulikuwa tunapitia tukiwa tumeinua vichwa. Mtu nje atacheka na tuchekelee. But once we used to come together, tulikuwa tunaingia kwa hiyo nyumba na tunaomba na Mungu anashuka na njia ya jambo. Nakumbuka kuna siku Bishop angeingia kwa nyumba kwanza, yeye ndiye alikuwa anapelekesha kwa right, left and center. Sasa ingine ameuliza Mungu maswali huko peke yake na hajasema na hajaongea. Sasa ile tu tunakutana hivi aingie kwa nyumba, anapewa majibu zote na anarudishiwa na anaambiwa jamaa anapiga magoti anasema yes Lord. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata Bwana asifiwe. Mambo mengine ni historia, nikiketi hapa niwaambie ni mambo ambayo hata wewe huwezi imagine. Na there we are. Ni kwa nini Baba alifanya tupitie yale? For sure. Labda tungeacha ile life tuko napitia. Labda tungekubali siku ya leo kusimama rwaka niseme Yesu ni Bwana. Ningekuwa huko nje najidondoza na ringa like everybody else. Bwana asifiwe. Niko comfortable na life iko nywe. Haleluya. Lakini lazima Baba angerudisha chini. Akubalisha adui afanye ile yote atafanya haribu. Kwa sababu nakumbuka kuna gari nyingine ilikuwa yatua, alikuwa anaitishangwa saa yote, hata saa ile alikuwa anaenda hata anabeba wa Amerika huko katika huko anafanyanga training za vita huko, ashaenda kubeba. Ni yeye alikuwa anajiendesha hiyo basi mwenyewe. Bwana asifiwe. Nakumbuka asubuhi moja tuliamuka tukapata ile basi imemwagiliwa damu na imewekwa nili za tumbo, ni za kuku, manyama na nini, damu juu yake. Sasa tunashindwa hata kama ni deri, hakuna deri na wachilianga nyama. Hata damu kwanza imwagilie damu. Bwana asifiwe. Ilikuwa imemwagiliwa damu na kwingine na mikono. Bwana asifiwe. Hallelujah. Now what's this? Now let me tell you. After that, ile siku alikuwa enda kitao kungoja job. Walikuwa wanapigana simu nyumbani. We need that vehicle. Our vehicle, this call it our vehicle. Hata hapo na medal alipewa na Amerika ya kuwasaidia kuwafanyia kazi. Bwana asifiwe. Uko kwa base yao ya kule wanafanyanga training. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Immediately after that, kazi kuitiwa basi ikasimama hapo. Na vile ilikuwa imependwa, it was a beautiful bus, beautiful automatic milango nini, wonderful. Hallelujah. Ni shida nikiambia hawa, kama tungeendelea na job hizi tungekuwa na tour company za ajabu tao. Oh hallelujah. Sometimes muona watu wakileta fujo na wakileta ndani ya kanisa. Sijui kitu kidogo tu imekufanyikia, naonea mtu huruma. Bwana asifiwe. Nikijua Baba alifanya hivi,
tunakosa mpaka kibao 20 bob ya kwenda town niombe God. Nikitembea naipata watchman na yuko hapo na amelala hapo, kibao yangu napata na naenda kule naenda. Nikiingia kwa matatu nitalipishwa nitaenda nirudi. Kile kitu nilikuwa naenda kutafuta nitapata. Haleluya. But tuliishi ile Yesu alisema tuombe mkate wa kila siku, hata kama itakuwa ni mahindi boilo, hiyo tutaboilo na tunakula. Lakini mkate wa kila siku tumepata. Haleluya. Akili za Mungu zimeachana na zako kama vile chini na juu zimewachana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo wacheni tutoke kwa hii nyumba tukijua kile mimi napitia is in control. Hata kama adui amekuinukia na anapigana na wewe, jua ni Mungu amemwachilia. Because akitaka atampinga. Na mimi nimekushaelewa jambo moja. Saa nyingine wakubalisha wakukimbize. Wakishamaliza ni kama yeye pinduka anawauliza, umemaliza? Let me show you what I do with the enemies of my people. Mimi nimeangalia, nimeona. Wengine haki na waoneanga huruma. Bwana asifiwe. Na nilikuwa naambia bishop, sema mwingine saa nyingine Mungu atulia chakula. Saa nyingine hajuangi. Why? Yesu akaniambia, adui mfanye mema. Bwana asifiwe. Nikifikiria hapo na njaa na naenda njaa, inanifanya nisikie vibaya. Whereby yeye alikuwa ameapa, nimuishe kabisa. Lori the same. Lori tulikuwa na contract na Caltex. Caltex ndio hiyo. Imetupatia tu, hakukuwa na gari nyingine inabeba vitu za oil cans na nini. Walikuwa naenda na Kenya mpaka wanaenda Embu na huko kutransport. Bwana asifiwe. Haleluya. But siku moja alipata ugali na mboga zimewekelewa mahali between kichwa na baki ya lori. Hapo vifungu hapo. Haleluya. Akaambia na watchman alikuwa Muluya. Akasema hii ni mpaka kwetu ni kwecha wewe. Haleluya. Na hakika sisi tuko na contract peke yake Caltex. Hakukuwa na lori nyingine ya kutransport, nyingine ni ya mafuta. But walikuwa wanatafutilia gari nyingine na kwa job na huko kinyuma yetu. Hakuna after that. Oh hallelujah. Bwana asifiwe. But one thing I understand is ya kwamba God is in control. Bwana asifiwe. So it doesn't matter what you're going through. Tuwacheni kuweka fikira zetu. Anajua kile kiko mbele. Tuwacheni kuweka kujua kwetu. Anajua kile amekutayarishia. Bwana asifiwe. Tuwacheni kujipeleka na njia zetu. Kaa pale. Sometimes stand still. Hallelujah. Sometimes kuna kusimama. Kaa hapo. Ngoja. Hallelujah. Ngoja. Na wakati ambapo unangoja, urudishie shukrani. Mwambie ni asante. Muinue, mtukuze, muabudu. Bwana asifiwe. Just giving thanks. Hallelujah. So long as wewe ni mtoto wake, so long as umemkubalisha Kristo awe mwokozi wako, so long as ulifungua mlango, hujui njia zake, hujui kesho, hujui mahali atakuweka kesho. Mimi sikuota even one day nitakuwa hapa Ruaka nikihubiri. No. Na sijui next nataka niende wapi ama nifanye nini. But whenever kuna mambo ambaye Baba anafanya, wacheni afanye. Nilikuwa nakumbuka tulipokuwa pande ile nyingine, wakati ambapo tulianza ministry tukiwa about wale 30, tulikuwa wa kwanza. Wale tulikuwa pale kwa duka ya nguruwe pale. Bwana asifiwe. Nakumbuka kulikuwa na wakati ambapo kulishekiwa kidogo, watu wengine wakawa wamechukuliwa wameenda, na wale tulikuwa nao kwanza mwingine akachukua ndiye aende akaanze ministry. Akasema ni sawa tu. Nakumbuka nilipiga magoti, nilikuwa kwenda kwa hapo kaduka hapo tulikuwa tumeanza. Napiga magoti na mwambia Mungu, Baba, sitaongelesha mtu hata mmoja. Na hakika hakuna hata mmoja nilisemesha. Lakini Mungu alikuwa amenifunulia. Na nikamwona huyo mwanamke akiniambia, "Ila akenda kumutiga." Hapo kwa nyumba yangu na yuko kwa kiti.
nikashtuka. Na nikaambia wao nimeona hiyo maono. Na mambo vituko vikaendelea. Nakumbuka nilipiga magoti na nikamuomba Mungu. Nikamwambia Baba ni asante. Wewe ndio ulinituma, wewe ndio uliona wakati wa leo. Na nakuomba jambo moja Mungu wako. Ule wakwenda Baba wacha naende, hata kama ni wote wataenda. Wacha tubaki mimi na nyumba yangu Baba. Maana uliniambia, wewe ndio ulinituma, mimi sikujipeleka na sikujileta na sikujiambia, na hakuna siku hata nilikuwa nimetamani ati siku moja nitahubiri. I never. But ni kwa mafunuo na kufunuliwa na Mungu na kuoneshwa yale nilioneshwa ambaye tuko hapa tuko leo. Bwana asifiwe. So nikamwambia Baba, you are the one who sent me. And because it is you Lord, I wait upon you. Wakwenda Baba na wacha waende ili Baba hii kazi yako tukaifanye kwa amani. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo nilikuwa namulilia, nakumbuka jambo moja Bwana aliniambia. An interesting thing. Aliniambia, I also glorify myself in the midst of a storm. Oh, hallelujah. Ati mimi ujitukuzisha pia katikati ya mawimbi. Wow. Nitimo shidahia katagate kama kobe. Wadhani ya washo. Niliposikia hivyo nilisikia ni kama nimehuishwa. Sasa sikufikiria tena wale wameenda. Hata nilikuwa na ngoja ule ataenda basi aende. Nilimuita Pastor Sarah, my friend. Kaambia Pastor, Bwana anataka tupanuke, ni wakati wa kutafuta mahali pake. Sasa hiyo watu ni kwenda wanaenda, na mimi namwambia Pastor Sarah, ni wakati wa kutafuta mahali pa kupanuka. Sasa hiyo tulikuwa 34 and I love Pastor Sarah. Hakuniuliza swali, hakusema kitu, aliuliza tukaanza kuzunguka. Tukakuja kwa hii shamba hapa, I think we came to the lady behind here. Akatuambia tuende down kwa dada huko. That time tulitumwa kwa hapo Mere na huko jua. Lakini hatukuja, tukaenda kwa huyo next way, tukaenda kwa ule ambaye wako na pale kwa roundabout hapo, hiyo nyumba ya mawe huko, kuna nyumba kubwa huko. Akatuambia ashapike yana, haleluya. Pale ambapo pamewekwa sijui ofisi ya nini hapa roundabout tu hapo juu. Bwana asifiwe. Nimeona sasa wameanza kama kusafisha. Oh, haleluya. Na ndio tukapatana na mama ya Wamboi, wa mother. Wamama ndio akatuambia hebu kuja niwapeleke, wakatupeleka kwa Mr. K. Bwana asifiwe. Na ndio sasa tukaenda pale akatupeleka pahali hapo chini. Na mzee alipotuona alituambia, mimi sijui kwa nini Mungu alinipatia hapa mahali. Endeni mkatumie. Haleluya. As simple as that. Na sasa hiyo watu ni kwenda wanaenda. Na ninakumbuka huyo mama dada na ni Mungu naendelea na kumbariki. Akaja siku nyingine wakiwa na hapo kando nikawaona wakichungulia. I think she was also shocked. Akatupata na akachungulia bishop aliwapata hapo wakiwa na anaitwaje? Huyu alikuwa anatengeneza kanisa huko chini. Njoroge. Akawapata huko na Njoroge na akajifanya na akapretend alikuwa anakuja kuona nini inaendelea. Bwana asifiwe. Na yeye alikuwa ameshabeba watu waende wanaenda kufungua kanisa Dendero. Praise the name of the Lord. So niache nataka kuambia wana wa Bwana. Kama vile ananena siku ya leo, fikira zake sio zetu. Zimeachana vile wewe hujawahi fikiria. Haleluya. Njia zake sio zetu. Zimeachana kama vile wewe hujawahi fikiria. Tuondoeni kujua kwetu. Wacheni yeye akae akiwa in control. Anakujua, ananijua. Anakuelewa, ananielewa. Anajua maisha yako uko na sababu hapa duniani. Bwana asifiwe. Jiulize, what is your reason here in this earth? Bwana asifiwe. Kwa sababu hakika njia za Mungu sio zetu na sio za hatuwezi linganisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu yeye Bwana. Let us read one more verse. Deuteronomy 31:8. Let us read. 31:8. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Nasifiwe. Musa alikuwa anaongea na Joshua alipokuwa na commission ili akawa kuchukua wana wa Israeli awapeleke katika nchi ambaye Bwana alikuwa amewaagizia. Nasifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo hebu soma kwa Kiswahili.
Naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope, usifadhaike. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Hebu soma pole pole tena. Naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia. Yeye ndiye atakayefanya nini? Yeye ndiye atafanya nini? Ataenda mbele. Yeye ndiye atakutangulia. Bwana asifiwe. And the interesting bit is, hata kama anakutangulia, hata kama yale unapitia, uko pale mbele. Haleluya. Sometimes mtu upitia yale anapitia, uende ukijengwa, uende ukiundwa. Haleluya. Uende ukienda ukipokea nguvu. Because if yale tulipitia hatukupitia, I will not be having the confidence ya kusimama hapa nikwambie be still, uone mkono wa Bwana. Singeweza. Lakini leo ninaweza because nimepitia yale nimepitia. Kuna ule unaweza kosa kupitia katika yale because probably kile Baba amekuleta duniani ufanye, hautakuwa na jukumu kama maybe ile mimi niko nayo leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini kila mmoja wetu ana sababu, ana kazi ambaye Baba amemleta duniani afanye. Na ndio anasema, Bwana asifiwe. Na ndio unaona akinena, Mose akanena na Yoshua. Ati soma tena. Naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia. Yeye ndiye atakayekutangulia. Yes. Atakuwa pamoja nawe. Atakuwa pamoja nawe. Hata kupungukia wala kukuacha. Bwana asifiwe. Anakutangulia. Hebu soma tena. Atakutangulia. Atakutangulia. Atakuwa pamoja nawe. Atakuwa pamoja na wewe. Hata kupungukia. Hata kupungukia wala kukuacha. Wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Oh, haleluya. Usiogope wala usifanye nini? Shida kubwa ile sisi huwa nayo leguoya na kufadhaika. Nitaonaje watu wataniona. Haleluya. Concentration inarudi, unaanza sasa kutetemeka because akili ni ile ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Na kumbuka amesema akili yetu na yake imeachana kama nini? Mbingu na nchi. Haleluya. So wakati ambapo akili yako kujua kwako fikira zako zimesimama, unaendelea na kushinda. But wakati ambapo unamwambia Father, if this is your will, nimekubali. Kama sio mapenzi yako Baba, iondoke. Na Baba, kama itaendelea na kukaa hivi, nitajua ni mapenzi yako na nitakutukuza. Nitakuinua, nitakuimbia. Haleluya. Nitakutukuza, nitakuimbia. Maana umewacha kuwe hivi kuko. Nilimwambia siku nyingine, Baba, wewe ndio umetunyima pesa ya hii nyumba. Na bado tunaenda ministry tuna hapa down. Siku hizo za huko chini. Baba, ni asante. Ninajua ukitaka unaweza nilipia mwaka mzima. Lakini umeona inafaa tuwe hivyo. Na saa hii na nilikuwa na walk juu, hapa nilikuwa nakaa huko juu Clifton. Nilikuwa natembea nikipanda hiyo juu. Naelekea stage. Naambia na saa hii naenda fellowship. Na ninaenda kuhubiri. Na Mungu nitawaambia wewe umeweza. Lakini kumbuka Baba, kile kiko kwa moyo wako. Unajua saa nyingine inabidi uongee na dadi hivyo. Ni dadi yako. Kama bila, lakini kumbuka kile kiko kwa moyo wako. Na nilienda nikahubiri, wacha tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa hiyo kwanza tumefika, watoto wako kwa nyumba. Wao sisi tumefukuzwa na baba yao. Tumefukuzwa, tumekuja kuingia pale Clifton. Kaambiwa mwezi ingia kwa gate kwanza, hata si kwa nyumba, kwa gate. Kwa nini mkatafuta hoteli ya kulala? Mkubwa alisema mjalipa. Haleluya. Tukateremka, tukapanda, tukaenda mahali kwa stage, tukakaa. Took the phone, we called the man, akatuambia turudi. But that is not the point. Saa hiyo the previous time nilipokuwa nimeongea na yeye,
Ndugu nikamuuliza, lakini pesa fulani siwezi pewa saa hii. Akaniambia you can. Nikamwambia saa hii na Januari. Akaniambia yes. Nilipoenda kule nikapewa cheki yangu ya 100 na kitu. Kakuja nikaweka account. Saa hiyo hawa wakitufukuza hawakujua nimeweka pesa, nilikuwa nimekaa miezi 5. So nikapigia mwenye nyumba wa agent, nikamwambia my friend, unfortunately tumeambiwa tulale nje, tumesema tulale nje ya gate, lakini nipe for 3 days check iwe cleared down. Sasa baba sijapeana such instructions. Si alisema hajapeana. Haleluya. Na kwa hivyo Bwana akatenda. Lakini alitenda nini? Wakati nilipomwambia, baba inuka. Lakini hujafanya, naenda kuambia unaweza. Hata siku hiyo ndio ilifanyika, na kutoka siku hiyo mpaka leo hakuna siku tuturudi kupata hiyo problem. In fact tulilipa na tukalipa 4 months, I think 4 months in advance. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. God is in control. Amesema atakuongoza. Usifadhaike. Usiogope. Usitetemeke. Shida kubwa ile sisi huwa nayo ni uoga. Bwana asifiwe. Nitaonwaje? Watasemaje? Kutaendaje? Huku ni huku. Kuna kwingine tulikaa mwaka na nusu. No rent. Siku ile tulipeana, aliambia huyu, mimi nilikuwa naenda kuuzwa. It was 300 and I think 50. Mimi naenda kuuzwa. Na kama hii pesa ungekuwa ukinipatia kila mwezi, singeokoka. Na umeniokoa. Haleluya. Mzee, ni mzee na analia. Kwa sababu alikuwa anaenda kuwa auction. Hii kumlipa bila alimlipa, akaokoa hiyo auction yake. Haleluya. Kwa hivyo yote hii ulikuwa ni mpangilio wa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Haleluya. So wana wa Bwana, wacheni tuondoke kwa kuogopa, kutetemeka, kuona ni kana kwamba Mungu ametuacha. Mose akamwambia Joshua, Mungu anakuambia ni mimi nitaenda mbele yako. Nitakuwa pamoja na wewe. Sitakuacha. Na kuna siku nitakuacha na kuachilia, usiogope. Ama uwe wakufanya nini, wakufadhaika. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tusome just one more verse katika Waebrania 13:5. Bwana asifiwe. Kwa kuwa hakika Mungu anajua yote. Anajua kile kinaendelea. Anajua kile kimetendeka. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kinatendeka hujui. Na anajua kile kitafanyika kesho. Bwana asifiwe. Anakupenda. Anakupenda. Mpango wake juu ya maisha yako upo. Haleluya. Soma nisikie. Hebrews 13:5. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Ati msiwe na nini? Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Na kwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa. Wala sitakuacha kabisa. Haya. Umesikia? Hebu soma tena. Hebu nisomee kwa Kikuyu. Hiyo 13:5. Mĩikarĩre-inĩ yanyu-rĩ, ikaragai mũtegũkorokera mbia, na mũiganago nĩ indo iria mwĩnacio. Amu Ngai we mwene nĩoigĩte atĩrĩ, ndirĩ hĩndĩ ngagũtigĩrĩra, kana ndigane nawe ona atĩa. Tondũ ũcio nĩtwetaga kuuga tũmĩrĩirie atĩrĩ, Mwathani nĩwe mũndeithia, ndigetigĩra. Mũndũ-rĩ, nĩ atĩa angĩhota kũnjĩka? Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Are we there? Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he has said. So, katika
condition ambaye wewe upo saa hii. Halo? Mahali wewe upo dakika hii, kwake Mungu sio surprise. Haleluya. Amen. Klasi ambaye wewe uko, because saa ingine sisi huangalia vilasi. Watu vile wako, vile wamekaa, vile tunajipima, si ndio? Haleluya. Ama ukiangalia mtu mwingine unataka kuwa kuna hiyo tamaa. Niwe hivi, niende hivi ama nikae hivi. Haleluya. Bwana asifiwe. Because hivyo ndio wewe unaona ni kana kwamba inafaa. Haleluya. Bwana asifiwe. And sometimes hiyo ama hao unaona ndio wako sawa ama wanakaa, ndio hawana amani, ndio hawana furaha, ndio mara nyingi hakuna amani. Na wewe ukiwaangalia unafurahia wako, unadhania wako sawa. Na ndio tunaambiwa hivi ndio Bwana anataka, because yeye mpango wake kwako ako nao, ameukamilisha. Bwana asifiwe. Na anakujua wewe kwa jina lako. Haleluya. Na amesema nini? Kwa Kiswahili soma tena. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo. Utosheke, in other words. Iganero obohana. Akitaka atakuja, atakuchukua, atakuinua. Siendi amesema. Anatoanga watu kwa vumbi, anawakalisha pamoja na wafaa. Si wewe ungangane uwe kila mtu wako kwa njia, uwe ndugu, uchukue shamba, ungangane upige huyu, teke, ujiuze, ujipeleke umalaya ndio uwekwe kwa condition. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. No. Ati utosheke na ulicho nacho. Alafu kwa kuwa yeye mwenyewe amesema. Kwa kuwa amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Never. So wakati ambapo unaona ni kama amekupungukia, hajaenda kabisa. Haleluya. So he's teaching you, anaendelea akikufunza njia zake. Praise the name of the Lord. Mungu hajawahi kutuacha. Mwambie huyo mwenzako, Mungu hajakuacha. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako vizuri, Mungu hajakuacha. Bwana asifiwe. Haleluya. Sababu sasa sisi mwadhani wote kama ili ende kidogo kueleza jambo tikane ile. Taona ni orono. Mwambie asante Baba, wewe umekubalisha hii jambo hili, una sababu yake. Bwana asifiwe. Mwambie Baba, ninakushukuru umekubalisha hii jambo. Jina lako liinuliwe, liabudiwe. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu anasema, so that you may boldly say, the Lord is my helper and I will not fear. What will man do unto me? Praise the name of the Lord. Hallelujah. So wana wa Bwana, wacheni tumwachilie Mungu atende. He is in control. Anajua kile unapitia, anajua yale unapitia, anajua ugumu ambao uko nao, anajua machozi ambazo uko nao. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kile kinatendeka. Tuacheni Bwana, hekima yake iwe peke yake ndio itatawala. Hallelujah. We all have a purpose. We all have a reason. Hallelujah. Hapo wewe upo, ni lazima ungekuwa pale ndio naye mwingine aweze kukupata pale. Hallelujah. Kama wewe unakatakata sukuma hapa, haleluya, lazima wewe uwe pale ndio mwenye kutaka sukuma awe akipata sukuma hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama wewe unaendaka kufanyia huyu kazi kwa nyumba yake, lazima wewe ungekuwa ndio uweze kumfanyia huyo kazi kwa nyumba yake na yeye aweze kufanya kazi mahali pengine. Haleluya. So all these things God ameweka kwa mpangilio yake. Tumeanza na Yusufu. Yusufu hakufanya kazi kwa nyumba, si alifanya? Haleluya. Na ikafika wakati ikawa hata ni kama yeye ndio mwenye ile nyumba. But one day akatupwa jela. Nilianza na Yusufu, a good example. Mwisho wa jela, one day ikashuka kama
akawekelewa kwa kiti, akaanza kutawala Misri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa ile nyumba ulihitaji mfanyikazi, akafanya. Bwana asifiwe. Kwa ile jela kulihitaji Mungu anene na wale wawili ili wajue Mungu, na ndio tena warudi wapeleke habari kwa mfalme ama Firauni. Bwana asifiwe. So every one of us, we have a reason ya kuwa duniani. Na mahali wewe ulipo, simama like a true ambassador of the Lord. Mwathani ahoshu. Ikaraga we ambassador wa Mwathani. Haliolekea kichogore kiende muno. Mara nyingi si wangu hapa na Bwana. Penda kazi yako. Hata kama ni shusha. Kuna watu mimi nimeona wamefanya shusha Nairobi miaka nenda miaka rudi. Nikiwa Nairobi nikifanya job na saa hii nikienda huko na muuza. Aya. Bado uko hapa na wa magazeti kwanza. Kuna wale wa magazeti bado wako. Na wacha na ni wasafari Nairobi nikiwa mdeni. Nikitembea kao hivi. Walikuwa. Ni kweli. Kuna time tu walikuwa. Bwana asifiwe. Na mwingine nilipata wasaa anakuanga hapa karibu kienda koja hapo. Mweupe hivi sijui kama ni hafu hivi. Amekuwa hapo miaka nenda miaka rudi. Bwana asifiwe. Na wanafurahia kazi yao. Nilikuuliza mzaa kaniambia. Hapa wasikuizi hata hawezi kukaa kama hapa. Na yeye amekaa hapo. Amejijenga, amesomesha watoto. I think kwa alikuwa anatuambia siku yake yuko hivi. Tulikuwa tumesimama hapo siku nyingine na mama. Hapo akituwekea tohiga dhaibi. Ever since I've been in Nairobi, he was there. Akiwa young man. Young kijana, sasa ni mzee. Hajawacha. He enjoys his job. Na yeye amebarikiwa hiyo hekima na Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana wa Bwana. Mungu yuko in control. In control. Hamore kure ikaraga maria wekaga mwere kamilirie hari. Tuherie yoge wito, kumenya wito, kuelewa wito, tureke Ngai atuongoze, si ndio? Amesema njia zetu na zake zimeachana na hapa mpaka juu. Kuelewa kwetu fikira zetu sio zake. Haleluya. So let's surrender to him kutoka siku ya leo. Si ndio wana wa Bwana? Let us surrender. Tuacheni kujipeleka kujiongoza kutamani. Sasa ingine unatamani jambo ambalo Bwana silo hilo amekuitia ufanye. Kuna jambo hata kazi zingine watu ingia ndani yake. Na hakika huyo mtu hajaitwa afanye hiyo kazi. Ni kuangalia ameangalia akatamani na akachukulia lile jambo na akaanza kufanya. Na mwishowe haifanyi na haisimami. Lakini wakati ambapo umejikuta katika mapenzi ya Bwana na katika njia iliyo yake, utafurahia. Utakuwa ukifurahia. Sababu Yesu alituambia tuombe nini? Mkate wetu wa kila siku. Na tuambie Baba mapenzi yako itimie. So once we've eaten na umepata mahali pa kujisitiri unalala, tumwambie asante. Amen. Kuna mwingine analala kwa streets, hana mahali. Wanalala chini ya bridges, hawana mahali. Kuna mwingine mshosho, hana chakula ya kula. Sasa hivi naonanga kwa TV machozi na hana hata mtu wa kutoka na huko njiani amletee unga. Hana. Na wewe at least unakoroga ungali unaweka kwa tumbo na bado unakosa kuelewa ya kwamba Baba amekutendea. Mungu na atusaidie sana. Bwana asifiwe. Mungu na atusaidie. Tuanzeni kukubali, tuseme mapenzi yako Baba itimie. Kama kile napitia ni mapenzi yako, utukufu na ukurudie. Kama haya napitia Baba atakutukuza, tukufu na ukurudie. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Si Bwana na wapende. Na wabariki. Tukiendelea na kuelewa na kujua njia zetu na zake zimeachana. Fikira zetu na zake haziko mbali sana. Let us just surrender because he is in, and may God bless you.